Siku ya jana na leo kumeibuka taharuki ya mwanamitandao Clement Mwandambo na choka mi baba yenu Clement Mwandambo juu ya kutoonekana kwake, na stories zikaanza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, watu wakihoji Clement Mwandambo yuko wapi, na wapo walikuwa wanasema kwamba bwana Clement Mwandambo wana wasiwasi ya kuwa ametekwa kwa sababu hakuwa anaonekana na pengine hakupatikana kirahisi wakati ambako watu walikuwa wanamhitaji kwa wakati huo. Kwa hiyo story hizo zilienea sana kwenye mitandao ya kijamii juu ya Clement Mwandambo. Sasa finally jeshi la polisi limetoa tamko kufuatia kutoonekana kwake bwana Clement Mwandambo, maarufu zaidi kwenye mitandao ya kijamii, akiwa kama content creator, akizungumza mambo mbalimbali yanayohusu of course taifa pamoja na vitu vingine mbalimbali. Tulimuona alikuwa amejiengage pia hata kwenye maeneo kama ya dini, huko anazungumza baadhi ya vitu. Wapo wengine wakawa hawaridhishwi, wengine wanaridhishwa. Akawa anazungumza kuhusu maandamano, wapo waliokuwa wanamkosoa, wapo ambao walisema yuko sahihi. Kwa hiyo habari zimekuwa za namna hiyo na yeye amekuwa akifanya vitendo vya namna hiyo. Kwa wale ambao pengine hawamfahamu Clement Mwandambo, kabla sijakuletea taarifa rasmi kutoka jeshi la polisi pale mkoani Mbeya, basi tafadhali sana naomba twende ukamsikilize hapa Clement Mwandambo, vile vitu vyake alivyokuwa akivifanya kwenye mitandao ya kijamii, ili uelewe. Huenda kuna mtu hajawahi kusikia ama kumsikia Clement Mwandambo kwa vitu ambavyo alikuwa akivizungumza, lakini ukipita pia kwenye page yake share mambo mengi zaidi ya hiki ambacho unakwenda kukisikiliza hapa, na page yake anatumia Clement_Mwandambo. Hii ni moja kati ya clip alikuwa ameifanya bwana Clement Mwandambo. Yaani kuna kipindi nilikuwa naishi peke yangu bwana, peke yangu kama miaka kadhaa hivi. Nilikuwa naishi peke yangu. Hasa kuna kabinti kamoja niwe kutana nako mjini kakiwa na boyfriend wake. Tuliongea sana, boyfriend wake akachukua namba yangu ya simu. Kumbe kale katoto bwana kakaiba namba ya simu kwa boyfriend wake. Siku moja kama nipigia simu, "Baba, napenda kuja kutembelea leo." Nikasema, "We nani?" Mimi ni yule tulikuwa tunaongea siku ile." Nikasema, "Okay, karibu." Kakaja nyumbani kwangu bwana. Kakaja, nikakapa soda, kana kunywa. Kipindi nimekaacha sebuleni naenda chumbani, narudi kaka uchi wa mnyama bwana. Uchi wa mnyama. Na kauliza kwa nini uko hivyo, akasema, "Baba, huna condom." Nikasema, "We mtoto vipi?" Akasema, "Baba, mimi napenda watu wazima." Nikaambia, "Vaa nguo rudi kwenu sasa hivi. Vaa nguo rudi kwenu." Tena kalikuwa na miaka 17. "Vaa nguo rudi kwenu, sitaki kuona hapa ndani." Kale katoto bwana kalivaa nguo. Kakasema, "Basi naomba hata 5,000. Nikakapa 5,000. Kakaondoka. Vitoto nyinyi mnanichosha baba yenu Clement Mwandambo, mnanichosha. Sasa baada ya habari kuenea, jeshi la polisi pale mkoani Mbeya limetoa taarifa rasmi juu ya mtu huyo ambaye alikuwa anatuhumiwa kutekwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Hii inasomeka hivi, anwani kutoka pale ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, SLP 260 Mbeya. Imetolewa Novemba 22 mwaka 2025. Taarifa kwa umma. Ashikiliwa na jeshi la polisi Mbeya kwa tuhuma za kijinai. Hapa imeandikwa, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia mwalimu wa shule ya awali ya St. Clement ndugu Clement Kenan Mwandambo, mkazi wa Uzunguni A jijini Mbeya, kwa tuhuma za uchochezi. Mtuhumiwa alikamatwa mnamo Novemba 21, 2025 saa 5:20 asubuhi maeneo ya Uzunguni jijini Mbeya, akitoa na kusambaza maneno ya uchochezi na uchonganishi kupitia akaunti zake za mitandao ya kijamii za Facebook na Instagram. Upelelezi unakamilishwa ili hatua nyingine za kisheria ziweze kuchukuliwa dhidi yake. Hapa imeandikwa imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya. Taarifa ipo hivyo. Kwa hiyo kwa wale ambao wamehisi au walikuwa wanahisi pengine Clement Mwandambo yeye ametekwa,
na yupo sehemu ambako hakujulikani, basi sio kweli Clement Mwandambo anashikiliwa na jeshi la polisi.